Mtazamaji wa Uondo TV, hujambo na karibu. Hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kuelekea mchezo wa NBC Premier League, Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji Football Club kutokea Mwanza, moja kati ya kauli ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii na vijembe kwa kiasi kikubwa, hamasa kwa kiasi kikubwa, ni kupitia kwa kocha msaidizi wa klabu ya Simba Sports ambaye ni Selemani Matola, lakini pia goalkeeper wa klabu ya Simba Sports ambaye ni Ali Salim. Wamepata nafasi ya kuweza kuzungumza mambo kadha, na hii ni kuelekea kwenye mchezo wa NBC Premier League, mchezo ambao utapigwa kesho majira saa 10 katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Sasa ni kipi ambacho amekizungumza kocha mkuu ambaye ni Selemani Matola, kocha msaidizi wa Simba Sports Club Selemani Matola, akizungumza maandalizi ya kuwakabili Pamba Jiji Football Club katika mchezo wa ligi kuu ambao utafanyika kesho Alhamisi kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Sasa ni kipi ambacho amekizungumza? Nikimnukuu, utakuwa mchezo mgumu kutokana na nafasi waliopo Pamba, lakini Simba ni timu kubwa na inaweza kucheza kwenye mazingira yoyote kwa ajili ya kutafuta alama tatu. Selemani Matola ambaye ni kocha msaidizi wa klabu ya Simba Sports. Lakini pia mchezaji wa Simba Sports Club goalkeeper ambaye ni Ali Salim amepata nafasi ya kuzungumza. Nikimnukuu kwa kile kitu ambacho amekizungumza, anasema tunafahamu utakuwa mchezo mgumu. Pamba haipo kwenye nafasi nzuri, lakini tumejipanga kupata alama zote tatu. Ali Salim ambaye ni goalkeeper wa klabu ya Simba Sports Club. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, huo ni ushujaa ambao unaweza kusema kwamba Simba wanatamani kuendeleza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunafahamu klabu ya Pamba sio timu ya kawaida kwa kiasi kikubwa. Namna ambavyo imekuwa inatumia master ambao inao kina Deus Kaseke ambao anaweza mkubwa, anaweza kusaidia club kwa kiasi kubwa kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Angalia international, tunasema kwamba international players ambao wapo ndani ya klabu ya Pamba, lakini angalia the best local matured players, watu kama kina George Enoch Mpole, angalia maybe mtu kama Deus Kaseke ambaye nimetoka kumzungumza, angalia goalkeeper ambaye wana matured goalkeeper ambaye ana uwezo mkubwa, Iona Amos. Kwa hiyo bado unaona Pamba ina nafasi ya kuweza kupambana kujua kitu gani ambacho inaweza ikakifanya. Lakini pia talking about Simba Sports Club, ni timu ambayo imekuwa kwenye race ya kuweza kujua kitu gani ambacho inakifanya. Wachezaji ambao inao, angalia coach Faru Davids na international class coach ambao ana uwezo mkubwa, lakini pia inabidi uangalie hata wachezaji kwanza kwenye eneo la goalkeeping. Maybe unamzungumza mtu kama Musa Pini kama goalkeeper ambaye ameonekana kuwa superb, ameonekana kuwa bora. Kuna vitu ambavyo amekuwa anavifanya ambavyo akifanya anaweza akaisaidia klabu ya Simba kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. International class goalkeeper ambaye ana uwezo mkubwa, basic modern goalkeeper ambao anaweza kaisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia sio Msapini kama na pekee yake ambaye anaweza nikamzungumza. Lazima utazame kwa engo ya pili kuweza kuwatazama wachezaji ambao kwenye maybe kuanzia kwenye eneo la center back, kwa sababu namzungumza mtu kama Chefundo ambao pamoja na Blaza Kiamza na Chamo, hii ni kama the best partnership ambaye imeshaanza kutengeneza ndani ya Simba. Angalia kwenye eneo la left fullback, right fullback, watu kama kina Mohamed Hussein, Shomi Zewe, Shomari Kapombe, wachezaji ambao wamekuwa wanafanya zero overlapping, kujua kitu gani ambacho wanaweza wakaisaidia klabu ya Simba Sports kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukija kwenye eneo la katikati ambao tunasema kwamba ni typical defensive midfielder, Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma, ni wachezaji ambao wameweza kutengeneza double pivot, wanajua kitu gani ambacho wanakifanya. Lakini pia ukitoka kwenye eneo katikati ambao tumekuwa tunalizungumza, lazima uje kwenye engo ya kuzungumza kwenye eneo la natural, tunasema kwamba wing back wa Simba Sports Club. Angalia mtu kama Elie Mpanzu, mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa ukimbia, ile flexibility and speed ni kitu ambacho kinamlipa. Kip Dennis pia the same scenario, yupo kwenye hiyo system ya kujua kitu gani ambacho anakifanya. Eneo la mbele pale attack midfielder, watu kama kina Jean Charles au ambao ana uwezo mkubwa pia, angalia zile flick ambazo amekuwa anatengeneza kwa kiasi kikubwa ndani ya klabu ya Simba. Lakini eneo la final third au maliziaji, Steve Desemkwara tutamzungumza kama mtu ambaye anaweza akawa finisher mzuri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu speed ya Ralph Speed. Lakini pia mtu kama Ateba amekuwa kwenye muendezo wa kufanya matukio kama hayo. Kwa hiyo to be honest, naona ni game ambayo itakuwa ya kupishana katika pande zote mbili, kwa sababu na Pamba sio timu ya kawaida kama ambavyo tunaifahamu.
tunasema kwamba ni timu ambayo ipo kwenye daraja ambalo unaweza kusema kwamba ni beatable team, zile timu ambazo tumekuwa tunazungumza kwamba zipo katika madaraja ya kati. Lakini pia Simba Sports Club the same scenario, ni heavyweight team, timu ambayo inapambana kuweza kuhakikisha kwamba maybe ndani ya msimu huu inaweza ikachukua ubingwa wa NBC Premier League. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtoto wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo.